Mmoja ya wimbo ambao unapewa kipaumbele hivi sasa kwenye vyombo vya habari vya Kanisa Katoliki ni pamoja na wimbo huu ambao unaosikia nyuma ya sauti yangu. Ni wimbo ambao hivi sasa pia unatawala kwenye maadhimisho mbalimbali ya Kikatoliki. Wimbo huu ndio uliopitishwa na Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania kuwa wimbo rasmi wa mwaka wa Jubilei. Hivyo Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania chini ya idara ya liturujia ambayo inasimamiwa na Askofu Simon Masondole wakatuletea wimbo huu hapa ambao umetungwa na nguli wa muziki wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania, Mwalimu PTK Sindani. Niko naye kwenye line ya simu. Mimi naitwa Isaac Mziwana, na kwanza kabisa mwalimu, karibu uweze kujitambulisha kwa wale ambao hawakufahamu kabisa. Naitwa Pasco Sindani, ni mlei Mkatoliki, ni baba wa familia ya watoto 5 kwa mke wangu Diana Hayumba. Mimi ni mkazi wa Mpanda, jimbo la Mpanda, lakini mwenye asili ya Sumbawanga. Ninashukuru kufanya mazungumzo haya mafupi na wewe kaka Sindani. Pengine kikubwa ambacho kimepelekea tutamani kuzungumza na wewe ni kuhusiana na mwaka huu wa Jubilei, ambapo kimsingi moja ya wimbo ambao umeutunga wewe ndio unaotumika hapa Tanzania na ndio uliopitishwa na Baraza la Maaskofu kama wimbo rasmi wa Jubilei. Hebu tuambie safari ya utunzi wa wimbo huu ulikuwaje mpaka kukamilika? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa karama hii ambayo kwa muda mrefu imekuwa nayo, na nalishukuru kanisa kwa kuamini kwamba nilifaa kuwa mmoja wa watunzi ambao wanaweza kufanya kazi hiyo. Hayakuwa matakwa yao peke yao, lakini ni Mwenyezi Mungu alipenda iwe hivyo. Kimsingi wimbo huu naweza kusema nimeandaa melodia, lakini wimbo ni mali ya kanisa la dunia, Kanisa Katoliki la dunia. Kuona kwamba yameandaliwa maneno haya na mama kanisa, na basi yakatafsiriwa kwenye mataifa mbalimbali, na sisi kanisa letu la Tanzania na wao wakaweza kuyatoa haya maneno kwetu tuweze kuandalia melodia. Nashindwa kuelezea sana kwa maana ya hisia za muziki wenyewe, kupewa maneno au kuyapata maneno kwenye Biblia kama ilivyo kwa watunzi wote tunafanya, na kuyatumia kwa maana ya kuyatungia muziki si kazi nyepesi, lakini tulipata mwaliko, barua ya mwaliko kutoka Baraza la Maaskofu ikiwa inaniomba hiyo sehemu ya kazi. Kaka, ninakushukuru sana mpaka hapo, na ninatamani kujua sasa, wewe umesema ulikuwa ni moja tu kati ya wale watunzi ambao walipata mwaliko wa kushiriki katika kazi hii. Hebu tuambie, kulikuwa kuna ushindani wowote ama ilikuwa ni mtunzi unatunga wimbo tu unatuma basi inaishia hapo? Nilichokielewa kwa kupitele barua niliyopokea ni kwa ulikuwa na watunzi wameandaliwa ya support. Hizo walifanya chaguzi kwa sababu watunzi ni wengi, watunzi bora ni wengi, na sisi bora kuliko watunzi wengine pia. Chaguzi za watunzi mbalimbali, na baada ya hapo watunzi wale waliopewa chaguzi tulitoa kazi hiyo, tukaandaa nyimbo. Sasa kila mtu alikuwa na mtazamo wa namna gani anaofikisha ujumbe kupitia yale maneno. Kwa sababu kupewa maneno ni kazi nyingine, lakini kuyaweka maneno kwenye hitaji la kanisa nayo ni kazi nyingine. Ninachoweza kusema jukumu langu kubwa ni kuandaa na kutuma kwenye kamati ya liturujia na muziki taifa, kama ambavyo naamini na wenzangu pia walifanya hivyo. Ndio. Lakini nadhani msisitizo mkubwa ninaofikiria mimi, kwa sababu mimi niliandaa muziki vile ambavyo Roho wa Mungu aliniandaa na aliniagiza pengine kufanya, kama ambavyo wengine pia waliweza kuagizwa, lakini yangu mimi nilizingatia hasa mtaguso wa pili wa Vatican, kwa maana ya mababa wanaelekeza kujikita katika liturujia na ibada halisi za hadhara ambazo huadhimishwa na mwili wa fumbo wa Kristo Yesu. Ndio. Ni pia mababa wanaotambua na kuthamini umuhimu wa kutafsiri vitabu vya liturujia. Kwa maana hiyo ukienda zaidi pia zinafanyika pia jitihada za utamadunisho wa liturujia kwa ukamilifu na kwa ufahamu na kiutendaji. Kwa hiyo na kama unavyojua liturujia ni chemchemi ya kwanza ambayo muumini anaweza kuchota roho ya kweli ya Kikristo. Kwa mimi niliingia hapo kwanza.
Kwa kutambua hilo, nikaamua kuandaa muziki ambao niliamini mtaguso wa pili unaelekeza zaidi kwa kanisa mahalia. Na mapokeo yako sasa baada ya kuambiwa kwamba wimbo wako umechaguliwa na ndio utakaotumika baada ya watunzi mbalimbali kuweza kutuma nyimbo zao na wakwako ukaonekana pengine ndio utakaotumika na ndivyo ilivyo sasa unatumika, ni namna gani ambavyo ulijisikia, kwa sababu ni tukio kubwa sana hili? Kwanza pokeo la kwanza ni la kushukuru Mwenyezi Mungu kwa karama hii, na sisemi nimekuwa bora sana kuliko wenzangu. Pia wenzangu wangeweza kupokea muziki huu, si kwa maana kwamba nao pia wangekuwa bora kuliko mimi, lakini la msingi ni kwamba nilimshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hili, na ni tukio la ajabu kwangu. Naliita ni tukio la ajabu ambalo nitabaki kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa muda wote nitakaoendelea kuishi kwa kazi hii ambayo amenipatia. Binafsi ningepata faraja kusikia marafiki zangu wanazungumza nini kulingana na kile nilichokifanya. Vipi upande wako? Muziki una changamoto zake. Unaposema changamoto, maana yake sipo zile nzuri na zile ambazo ni mbaya kwa sisi muziki. Ukichukua muziki mtakatifu kama muziki wa kidunia, kwa vyovyote vile utaishia kuumia. Lakini ukichukua muziki kama tunu ambayo inakusogeza kuyafikia matakatifu, maana yake utaendelea kumshukuru hata mwenzako kwa chochote kile alichokifanya. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini niseme nimepokelewa vizuri sana. Nimepokelewa vizuri sana na wanamuziki ya kutosha, na waumini na kanisa zima kwa ujumla. Niseme nikiingia mitandaoni binafsi, popote pale ninaona mapokeo ya waumini, ninaona mapokeo ya kanisa. Unaona muumini kuanzia kadogo mpaka watu wazima, wazee kwa vijana, wote wanakuwa wameupokea muziki huu vizuri sana. Sijajua, lakini ni kwa namna ambavyo pengine Mwenyezi Mungu aliniongoza kupitia Roho wake kuandaa, ikawa hivyo kama ambavyo binafsi ninaona na wengine wanaona. Vizuri sana kaka Singano. Labda utuambie maadhi yaliyotumika katika wimbo huu ni maadhi ya aina gani? Mimi kwa asili ni Mfipa. Ndio. Na kwa muziki wa kwetu wa asili nilipenda iwe hivyo, kwa sababu tangu tungo za kwanza za waasisi wa muziki kwa maana ya jimbo la Sumbawanga na Mpanda, watunzi wengi walipenda kutunga nyimbo kulingana na mahadhi ya Kifipa, ingawa pia waliweza kwenda zaidi ya mahadhi yetu. Lakini nimekuwa mimi niseme nijiite muhanga wa tunzi za marehemu baba yangu Padri Malima Mwanampepo, na binafsi nimefuatilia namna yake ya utunzi, lakini pia nimekuwa mtu wa kufuatilia tamaduni za nyumbani kwa maana ya tungo za watunzi wa asili wa nyumbani, ni namna gani ule muziki unatembea. Na basi nimebaki hivyo, na ningepata bahati mtangazaji kufika kwenye parokia yetu ya Hija ya Mtakatifu Ambrose Kibuka, ama walau kwenye jimbo la Sumbawanga, mbali na Mpanda, ungeweza kuonja hicho ninachokisema. Pengine ni jaribu kugusia kitu kingine ambacho watu wengi wanaweza wakawa hakifahamu kuhusu wewe. Tunafahamu ni mtunzi, lakini huenda nafasi hii ya wimbo wa Jubilei ikawa imekupa nafasi ya watu wengi zaidi kukufahamu. Kwa wale ambao hawajafahamu, miongoni mwa kazi ambazo umewahi kuzifanya, ni nyimbo zipi ambazo pengine mtu akisikia ajue kabisa huu ni utunzi kutoka kwako? Ingawa sijasema historia yangu ya muziki, lakini walau kwa haraka sana kwa nyimbo ambazo nazikumbuka, kwa wakazi wa jimbo la Dar es Salaam watakumbuka wimbo mmoja wa kitambo sana, unaitwa Kaza Mwendo Tukampokee Bwana. Ndio. Ni wimbo uliimbwa nadhani miaka ya 2000 na kwaya moja ya Mtakatifu Nicholas nadhani Kunduchi, Dar es Salaam. Naam. Lakini wimbo ambao ni maarufu sana, pengine inawezekana kweli watu wakawa hawajui ni nani mtunzi, unaitwa Jenga Urafiki na Mwokozi Yesu. Jenga urafiki na Mwokozi. Ni sehemu ya tungo zangu,
Lakini hapa karibuni kuna wimbo wa Christmas, Haleluya Mtukufuni, ndio, na nyimbo kadhaa za Christmas ambazo ziliimbwa pia na kwaya ya Takatifu Nicholas Kunduchi Dar es Salaam. Ndio. Lakini pia nina wimbo pia maarufu ambao kidogo walau unafuata jenga urafiki, ni Kaburi Liwazi. Kaburi liwazi, Mwokozi kafufuka, mauti ameshinda. Kama utakuwa hujausikia basi pia uone moja wapo. Basi na nyimbo nyingi za kutosha kwa kweli ambazo pengine zimeimbwa na watu hawajatambua kama ni sehemu ya kazi zangu. Kwa kweli kaka, mimi ninakushukuru sana, na pia ni bahati iliyoje kupata fursa hii ya kuzungumza na wewe. Pengine utakuwa na jambo la kuambia wale watunzi ambao wanaoibukia hivi sasa, kulingana na kwamba tayari wewe ni mtunzi ambao umekuwepo kwa muda mrefu. Ni nini ambacho unakiona pengine watunzi wa hii leo wanaenda tofauti, ni wapi wanafanya vizuri, unataka kuwapongeza? Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Nikianza na Baba Askofu, makamu wa rais wa baraza la maaskofu ambaye ni wa jimbo la Mpanda pia, lakini maparoko kwenye jimbo letu la Mpanda na jimbo la Sumbawanga walipokea vizuri sana hii kazi na waliona tumewakilisha vilivyo. Lakini siachi kushukuru baba leo wageni, makamu mwenyekiti wa kamati ya muziki taifa, baada ya kazi hii kutoka pamoja na changamoto chache amekuwa akinitia moyo, na wote bila kusahau mratibu wa kata taifa Bwana Bernard Mukasa. Ninawashukuru wote kwa kuwa wamekuwa karibu nami basi katika kushauriana kwa jambo moja au jingine katika kuhakikisha tunakwenda mbele zaidi. Kanisa lina uhitaji wake, na niwaase watunzi waliopo sasa na pengine wale wa zamani ambao bado tunahisi kwamba tunaweza tukabadilisha mfumo wa muziki wa kanisa, kwamba kanisa ni lile, halijabadilika na halitabadilika. Kanisa Katoliki ni lile, narudia tena, halijabadilika na halitabadilika. Tunaolibadilisha pengine kwa matamanio yetu ni sisi wenyewe, wanamuziki. Kwa maana ya muziki mtakatifu utabaki mtakatifu na hauwezi kubadilika. Unabadilika kwa sababu ya matamanio ya kimuziki, lakini niwaase tu kwamba tuendelee kubaki kwenye lile kanisa mama lililohitaji muziki ambao unamtakatifuza mwanadamu, si muziki ambao unatakatifuza katika unatufanya tubaki katika malimwengu na maonjo ya kilimwengu. Mwalimu Sindani, ninakushukuru sana na asante kwa muda wako, na bila shaka pale basi tutakapokuhitaji tena hutosita kutupa ushirikiano kama ambavyo imekuwa hii leo. Nakushukuru.